Tumie Mungu wa mbinguni kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuongeze tena makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri ya ushindi. Tuangalie kwenye kipengele hiki cha muda. Tuanzie kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 2 na ule mstari wa 4. Nataka tuone kipengele ambacho kinasema watu wengi wamezuiliwa baraka zao kwa sababu hawajui kwenda na muda. Watu wengi wamezuiliwa baraka nyingi sana kwa sababu hawajajua namna ya kwenda na muda. Tuangalie hapo kitabu cha Yohana sura ya 2 mstari wa 4. Biblia inasema, Yesu akamwambia mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Ninakushukuru Bwana Yesu, asante kwa maombi ya watumishi wako. Walishaomba kwa ajili ya ibada, nami kama mtumwa wako ninajikabidhi kwako. Ninaomba Bwana Yesu, sema na kila mmoja wetu kwa neno hili, maana Roho Mtakatifu uko juu yetu. Katika jina la Yesu Kristo tukaione neema yako ya ajabu, nikiomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko haya anasema Yesu akamwambia mama, tuna nini mimi na wewe? Saa yangu haijawadia. Kwa lugha nzuri, Yesu anamwambia mama, muda wangu haujafika. Muda wangu haujafika. Na tunafahamu Yesu kwenye hii harusi alihitaji kufanya tukio ambalo lingeweza kuamsha mioyo ya watu, wajue nguvu za Mungu zipo katikati yao. Sasa Yesu anapozungumza swala la muda, anazungumza kitu ambacho Mungu alishakipanga, huenda hata kabla ya misingi ya dunia kuwapo, kwa sababu kalenda ya Mungu ilishaorodhesha mambo yote. Maandiko yanasema hakuna jipya chini ya jua. Tunayoyaona yalishakuwapo, na kabla ya kuwapo hatujayaona kwenye ulimwengu huu wa kawaida, yalishakuwapo katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu anazungumza juu ya muda, manake akijua Mungu huwa ni Mungu wa kutembea na muda. Anatusisitiza kanisa, watu wajue kwamba muda, ndio maana kipengele cha muda ni cha muhimu sana kukiombea, kwa sababu mtu asipojua muda wa kutendewa, asipouombea muda wake wa kutumika, asipojua muda wake wa kumfanyia Mungu ibada, manake atapishana na baraka nyingi. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu Mungu amekiweka kwenye muda na kwenye utaratibu. Na ndio maana kuna wakati wa kulala. Wakati mwingine Yesu, wakati anaenda na wanafunzi mlimani kuomba, akawa anawaambia kesheni basi, msije mkaingia majaribuni. Lakini alivyokuwa anaenda muda wa kukesha, wao wanalala. Akawaambia, kwa nini mnalala? Amkeni mkeshe. Huu muda sio wa kulala, ni muda wa maombi. Alivyoondoka tena amerudi akawakuta wamelala. Lakini tunaona muda wa kulala ulivyofika, akawaruhusu, akawaambia sasa laleni, kwa sababu huu ndio muda wa kulala. Kwa hiyo lazima tuwe tunasoma muda. Kama muda wa kukesha, lazima tukeshe. Na kama muda wa kuomba, lazima tuombe. Na kama muda wa kwenda kwenye ibada, lazima tuende kwenye ibada. Na kama muda wa kwenda kazini kwetu, lazima tuingie makazini mwetu. Kwa nini? Lazima tusome nyakati kwamba muda. Kwa nini Mungu anasisitiza sana juu ya muda? Anataka mwanadamu ajipambanue, aelewe namna ya kutembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuelewe hivyo. Muda wetu wa kuja kwenye ibada, tunakuwa tayari kuacha vyote, tunakuja kwenye ibada. Kwa nini? Kwa sababu ni muda wa ibada. Haleluya.
Maandiko yanasema kwenye Matendo ya Mitume sura ya 3, wakati Petro na Yohana wanaelekea hekaluni, maandiko yanasema nao ulikuwa muda wa kusali saa 9. Sikiliza muujiza ulivyotokea pale hekaluni. Walizingatia muda hata wa kuingia hekaluni. Sasa piga hesabu, saa 9 makuhani ndo wanaingia, kanisa wameshaingia ndani na sifa imewaka muda mrefu. Wao saa 9 makuhani ndo wako kwenye mlango wa hekalu, na wakamkuta kiwete yuko pale anaomba sadaka apewe. Lakini Petro na Yohana wakasema, hatuna fedha wala dhahabu, ila tulicho nacho ndicho tukupacho. Na yule mtu tunaona akapokea baraka zake pale mlangoni. Kwa nini? Alijua kwenda na muda. Alijua kwenda na muda. Kwa hiyo kama kanisa tunahitaji sana kuzingatia kipengele cha muda. Kwa nini? Kwa sababu baraka nyingi au baraka zote ziko ndani ya muda na zimefungwa kwenye muda. Na Mungu huwa anaangalia uaminifu pia wa kwenye muda. Ni namna gani tunalinda muda juu ya kumtumikia Mungu. Na ndio maana hata kama ni wakati wa kulala, ni wakati wa kulala, kwetu tunaweza tukalala, lakini kama sio wakati wa kulala, ni wakati wa kukesha, lazima tukeshe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu kanisa. Lakini tutasoma kitabu kile, tufungue kitabu cha Kutoka sura ya 9 mstari wa 5. Hili andiko nilishawahi kulisoma, lakini kuna kitu hapo cha ziada nataka tukione. Kutoka sura ya 9 mstari wa 5. Biblia inatueleza nini? Kutoka sura ya 9 mstari wa 5. Biblia inasema, naye Bwana akaweka muda, akasema, kesho Bwana atalifanya jambo hili katika nchi. Bwana akaweka muda. Akaweka muda. Muda huo alimwekea nani? Alimwekea mimi na wewe. Alimwekea mwanadamu mcha Mungu aujue muda, kwamba huu ni muda wa kula chakula. Unajua hata matumbo yetu tukishayazoelesha, kama umezoea kula saa 6, ukipitiliza kula saa 6, unaonaje? Ni kama wadudu wanarukaruka tumboni, kwa sababu tumbo lishazoelesha ikifika saa 6 itakiwa lipate chakula. Lakini ukilipitiliza linaanza kufanya vurugu. Kwa nini? Muda wake linaufahamu kwamba huu ni muda, huyu ndugu yangu huwa ananiletea chakula. Lakini ukimisi kwenye muda, unaweza kujikuta tayari hali yako inakuwa sio nzuri. Kwa nini? Kwa sababu hata tumbo linafahamu kwamba saa 6 huwa ninakula. Wewe ukitaka jizoeshe hata kuamka saa 10, usingizi umekata, unaanza kuomba saa 10 usiku. Ukishajizoesha mwili unazoea, hata kama siku hiyo huna cha kuombea, ikifika ule muda usingizi, na wewe basi unakuaga, unakwambia huu muda huyu mtu huwa anaamka anaomba. Wewe na usingizi mnaachana. Kwa nini? Ukishajijengea mazingira fulani, tabia fulani, tayari muda unakuwa umeeleweka kwamba kwa muda huu huwa nafanya kitu fulani, na kwa muda huu huwa nafanya kitu fulani, na kwa muda huu huwa nafanya kitu fulani. Sasa muda kwa Mungu huwa ni zaidi ya vitu vyote. Semeni amina kanisa. Lakini tuangalie maandiko mengine, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 26, una ule mstari wa 5. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 26 na ule mstari wa 5. Biblia inasema, akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu. Na muda alipomtafuta Mungu, muda alipomtafuta Bwana, Mungu alimfanikisha. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Mpigie tena Bwana Yesu makofi mazuri. Sikiliza, huyu ni Amazia, akajitia nia ya kumtafuta Mungu, akatenga muda wa kumtafuta Mungu. Alivyomtafuta Mungu, maandiko yanasema katika siku za Zekaria aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu. Unajua, usipokuwa na muda wa kumtafuta Mungu, hata maono ya Mungu yakija huwezi kuyafahamu. Kwa nini? Kwa sababu hujatenga muda juu ya kutafuta uso wa Mungu.
Ili mtu ayaelewe maono ya Mungu lazima awe na muda wa kumtafuta Mungu. Tunamuona Musa, maandiko yanasema Musa wakati anachunga kule porini, ghafla akaona maono, kijiti kinawaka moto halafu hakiteketei. Na unafahamu mtu kama ulishawahi kuchunga ng'ombe, mimi nilishawahi kuchunga ng'ombe huko zamani. Mtu yoyote mchunga mifugo porini, kukuta kichaka kinawaka moto huwa ni kitu cha kawaida, wala sio cha kushangaa. Mara nyingi tunakuta watu wamewasha moto, wala hatushangai. Na mara nyingi sana wachunga mifugo wanatembea na viberiti mfukoni. Kwani kwa sababu anaweza akapiga mnyama yoyote, akamuua, akachoma nyama zile akala, au anaweza akakuta magimbi, akakuta viazi na vitu vingine na kadhalika. Kwa hiyo kukuta moto unawaka porini kilikuwa sio kitu cha ajabu. Lakini Biblia inasema Musa alipoona kile kichaka kinawaka moto, akakiangalia, akajua ni moto wa kawaida kama alivyouzoea kuuona kwenye machunga ya siku zote. Lakini alivyoutazama sana, kilichomshangaza, kijiti kinawaka moto halafu hakiteketei. Ndipo Biblia inasema Musa akasema, nitakaribia niyaone haya ni maono ya namna gani, niyashangae haya maono. Wakati ametenga muda wa kukisogelea kijiti, ujue hapa alitenga muda. Kwa muda aliacha mifugo, aliacha wanyama, akaamua kutenga muda kukisogelea kile kijiti kilichokuwa kinawaka moto. Sasa ule muda wake wa kutenga kwa ajili ya kukushangaa kijiti, ndipo sauti ikatoka kwenye kile kijiti ikamwambia Musa, Musa. Akasema, ni nani Bwana unayeniita? Ndipo Mungu akaanza kusema naye. Akagundua kwamba kumbe kuyagundua maono ya Mungu yanahitaji uwe na muda pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na muda, uwe na muda wa kumtafuta Mungu, uwe na muda wa kumuomba Mungu, ndipo utagundua maono ya Mungu na ndipo utayaelewa. Amazia anaposema siku zile akamtafuta Mungu, Mungu aliyekuwa na ufahamu katika maono ya Mungu, na muda alipomtafuta Bwana, Mungu akamfanikisha. Haleluya. Tukiwa na muda wa kumtafuta Mungu, Mungu lazima atufanikishe. Nami nakuombea hiyo neema, uwe na muda wa kumtafuta Mungu ili Mungu akufanikishe katika mambo yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuujue muda kanisa, na tujue kutembea kwenye muda ili Mungu atufanikishe. Kwa sababu mtu yote anayetenga muda kwa ajili ya Mungu, na Mungu naye hutenga muda kwa ajili yake. Mtu yoyote anayejitoa kwa Mungu, na Mungu naye hujitoa kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, hata wana wa Israeli walikuwa wamezuiliwa kutoka nchi ya Misri. Kwa nini? Kwa sababu muda wao ulikuwa bado haujatimia, au ulikuwa haujafika wa kutoka nchi ya Misri. Walipitia mateso, walizuiliwa. Piga hesabu ishara na maajabu ambayo Mungu alikuwa anafanya. Siku moja nikaa nasoma Biblia na tafakari, nikaa na tafakari mapigo Mungu ambaye alikuwa anaipiga Misri. Kumbe lilikuwa ni swala la muda tu. Hivi Misri siku 3 giza, hakuna mtu anayeona mwenzake, giza siku 3. Hivi kama unatoroka siku 3 hapa, unakimbia, umefika wapi? Lakini walibaki wanashangaa, wakaona ni kama maonyesho kwenye giza. Wanashangaa, wanasema huku kwetu sisi ni nuru, lakini kwa wenzetu kule ni giza. Angalia, siku ya kwanza ikapita, wanashangaa tu, na wako pale. Siku ya pili tena wakasema, leo ni siku ya pili. Na Musa wanaye anayeyafanya hayo, na Haruni wanaye, na walishatangaziwa kwamba Misri itakuwa giza siku 3. Manake wa Misri hawaonani wala hawawaoni wa Israeli. Kwani kwa sababu kwao kuna giza, wako pale wanashangaa mpaka siku ya 3, mpaka tena giza likaondoka, mateso yakaendelea. Ni nini? Ulikuwa ni swala la muda. Likuwa ni swala la muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome Kutoka sura ya 12 mstari wa 29 hadi wa 36.
Kutoka sura ya 12 mstari wa 29 hadi wa 36, Biblia inasema, hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wote, wakawa na kilio kikuu katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asipokufa mtu. Akawaita Musa na Haruni usiku, akasema, ondokeni, tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli, enendeni mkamtumikieni Bwana kama mlivyosema. Twaeni kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema, enendeni zenu mkanibariki na mimi pia. Wamisri nao wakawahimiza watu kuwatoa katika nchi kwa haraka, maana walisema, tumekwisha kufa sote. Watu wakauchukua unga wa mikate yao kabla haujatiwa chachu, na vyombo vya kukanda wakavitia ndani ya nguo na mabegani. Wana wa Israeli wakafanya kama neno la Musa, wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakapewa walichokitaka, nao wakawateka nyara Wamisri wote. Haleluya! Nao wakawateka nyara. Maandiko yanazungumza hawa wana wa Israeli, kwa sababu kumbuka, tamko lilishatoka miaka mingi, nyakati za Ibrahimu, kwamba uzao wako utakwenda utumwani miaka 400, nao watatoka na mali nyingi, watatoka na utajiri tele. Lakini Farao akajitahidi kuwazuilia, miaka 30 ikapitiliza, lakini saa ya mbinguni au kalenda ya mbinguni ikawa inasoma kwamba hawa watu walihitajika wawe wameshaondoka utumwani, kwa sababu muda wao wa kukaa utumwani umeisha, na mbingu zilivyokubali kwamba muda wao umeisha, halafu tena wamepitilizwa miaka 30. Ndipo Mungu sasa akaamua watu hawa watoke Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nataka nikwambie mtu wa Mungu, muda wako ukifika, chochote ulichozuiliwa utaachiliwa kwa jina la Yesu aliye hai. Mambo yako mengi yaliyozuiliwa, na kwambia kama shetani amezuia kwa sababu muda wa Mungu haujafika, lakini ukiomba muda wa Mungu ufike, hana uwezo wa kuzuia tena. Haleluya! Kama baraka zako adui amezizuia kwa kitambo, mwambie tu shetani, uweza umezuia kwa sababu muda wangu ulikuwa haujafika. Lakini nataka nikwambie, kwa sababu neno hili limekuja, muda wako ni sasa na majira yako yamefika. Ni wakati wa shetani kuachia baraka zako, kuachia watoto wako. Kama alikuwa amezuia vipawa vya watu, amezuia neema isiwaangukie watu, na kwambia muda wako ndio sasa, muda wako ndio huu. Mtangazie adui kwamba muda wangu umefika, niache nisonge mbele. Naye mwenyewe atakupisha, kwa sababu akisoma saa ataona saa tayari huyu mtu muda wake wa kumzuia umeisha. Kama nilikuwa nimemzuilia kupata watoto, ataanza kukupa watoto mwenyewe. Chukua na watoto wako, nenda zako, ondoka, kwa sababu madhara atayapata. Farao aliyekuwa na wazuia, ilifika mahali mwenyewe akasema, ondokeni kwenye nchi yangu, chukueni chochote mnachotaka. Maandiko yanasema, na wana wa Israeli wakapendelewa na Wamisri na wakadai vyovyote wanavyotaka. Muda wako ukifika, chochote kile utakachodai, na kwambia utapewa, ni haki yako. Kwa nini? Kwa sababu muda wako umefika. Haleluya! Hakuna kitu kinachozuiliwa kama muda wa mtu ukifika. Hakuna mtu, unajua wengine shetani huwa anawazuia wasiolewe, miaka inakwenda, wasiolewe, miaka inakwenda. Nakwambia sikiliza, ni swala la muda tu. Muda ukishafika, popote pale mme wako alipo, Bwana atamleta. Shetani kama alikuwa amemzuia, atamwachia, atakuja mwenyewe. Haleluya! Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama shetani alikuwa anazuia
usizione baraka za Mungu. Nakwambia muda umefika, lazima apishe njia, lazima baraka zikufuate, lazima baraka zikujilie. Pigie Yesu makofi mazuri. Pigie tena Bwana Yesu makofi. Mtu anaweza akaonelewa wenda kama muda haujafika, lakini kama muda wako ukifika, nakwambia hautalia tena. Kwa nini? Kwa sababu yuko Bwana ambaye ameorodhesha kalenda na ameipangilia na amewawekea watu muda, kwamba huyu kuna muda nitambariki, huyu muda fulani nitamuinua, huyu muda fulani nitamtendea hiki, huyu muda fulani nitamnyanyua. Haleluya! Muda wake ukifika, haleluya, Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe. Asubuhi wakati niko kwenye maombi, nikawa najaribu kuomba, ninamwambia shetani, namwambia kama kuna mahali ulichokuwa unazuia, pengine nilikuwa nje ya muda, lakini kama nimeshatambua huu ndio muda wangu, pisha njia nipite, kwa sababu huwezi kuzuia mwendo kasi isipite. Wanakuambia huwezi kukaa, huwezi kupanga vigogo kuzuia treni lisipite. Na uzuri wake sasa tuna treni la mwendo kasi. Huwezi kuzuia kwa chochote, lazima litapita na wewe. Utamtangazia shetani, shetani huwezi kuzuia huduma yangu. Kwani kwa sababu huu ni muda wangu, haya ni majira yangu. Haleluya! Huwezi kuzuia, huwezi kuzuia. Hata mito ya baraka, nakwambia huu ndio muda wake. Nasema tena, huu ndio muda wake. Huu ndio muda wake wa watu kuinuliwa. Huu ndio muda wa watu kufurahishwa. Haleluya! Huu ndio muda wake, na hayupo wa kuzuia. Kwa nini? Kwa sababu majira yametimia, saa imefika, wakati umefika. Lazima Mungu aonekane. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sikiliza, hata Hana, ni vipengele hivyo kama unaandika. Hata Hana hata Hana wakati muda ulipofika alipata watoto wengi tu, na sio Samueli peke yake. Hana muda ulipofika alipata watoto wengi, sio Samueli peke yake. Tuangalie kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 kuanzia mstari wa 18 na hadi wa 21. Samueli wa kwanza sura ya 2. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18 hadi wa 21. Sikiliza Biblia inavyosema. Anasema, lakini Samueli alikuwa akitumika mbele za Bwana, naye alikuwa kijana mwenye kuvaa naivela ya kitani. Tena mamaye humfanyizia kanzu ndogo na kumletea mwaka kwa mwaka hapo alipokwea pamoja na mumewe ili kutoa dhabihu kila mwaka. Naye Eli akambariki Elikana na mkewe, akasema, Bwana akupe uzao kwa mwanamke huyu badala ya azimo aliloazimiwa Bwana. Kisha wakaenda nyumbani kwao, naye Bwana akamuangalia Hana, naye akachukua mimba, akazaa watoto wa kiume 3 na wa kike 2. Naye huyo mtoto Samueli akakuwa mbele za Bwana. Pigie Bwana Yesu makofi. Pigie tena Bwana Yesu makofi mazuri. Sikiliza, unajua huyu mwanamke Hana ni mwanamke wa ajabu sana. Nilikuwa najaribu kumtafakari, ni mtu wa ajabu sana. Kutoa mtoto sadaka, usisikie. Hana amemwomba Mungu ampe mtoto, amempa mtoto, huyo mtoto tena ametoa sadaka kwa Bwana. Nakumbuka hakuna sadaka ambayo huwa inarudi.
Maana wengine wanasema akitolewa mtoto sadaka atakuwa ni mwanangu tu. Kama unavyoona unavyotoa sadaka zingine hazirudi, na za watoto zilikuwa hazirudi. Mtoto anakuwa ni mtoto, anakuwa ni mali ya kuhani, na anatumika hekaruni kwa manufaa ya hekaru na kwa manufaa ya kuhani. Kama ni binti akiamua kusomeshwa, hata awe rubani, wewe hakuhusu, ulishamtoa sadaka. Sawa sawa. Hata awe meneja wa benki duniani, wewe hakuhusu, kwa sababu ulishamtoa sadaka. Hata angeliozeshwa mahali wakatoa milioni 100, wewe haikuhusu, ni mali ya kuhani, kwa sababu ulishamtoa sadaka. Nisikilize, mwanamke huyu alikuwa ni waajabu sana. Wakati amemtoa Samueli sadaka, akabaki hana mtoto. Vinywa vya ndugu zake, vinywa vya majirani zake viliinuka tena. Yaani leo ni sawa, Mungu amekubariki gari, hiyo gari moja, huna nyingine, familia ndio inasema tumepona, halafu unaitoa sadaka, unarudi kugombania daradala. Ilibidi tena atamke baraka, atoe neno la kinabii, atamke, akasema Bwana na akupe uzao kwa mwanamke huyu. Wakaondoka wakaenda nyumbani. Maandiko yanasema walipoenda nyumbani, Hana akazaa watoto wa kiume 3, akazaa wa kike 2. Wakawa wangapi? 5. Na Samueli aliyetolewa sadaka, aliyeitwa tasa, tumboni mwake akaleta uzao watoto 6. Haleluya, Bwana asifiwe. Bwana akamwangalia Hana tena, akaleta uzao. Na Mungu anavyojua kuziba vinywa vya watu. Unajua, sikiliza nikwambie, mtu yoyote anapofanya jambo lolote kwa Mungu, usifikiri hakuna wanongonaji. Huwa wapo wananongona, ambia hivi kweli huyu akili zake ziko sawa, au tungeenda kumpima. Sikiliza, hawakosekanagi, huwaga wapo. Kwa hiyo hata Hana walianza kunongona. Sasa ili Mungu afunge vinywa vya watu wamtukuze Mungu, Mungu akamwangalia uzao wa Hana, akampa watoto wa kiume 3. Tena hapo Mungu akaona haitoshi, akasema wanadamu ninawajua, nikimpa watoto wa kiume wote bado watasema Mungu wake ni Mungu gani? Mbona anazaa watoto wa kiume tu? Mungu akaamua kuachilia na wasichana. Maandiko yanasema familia ikakamilika. Matoto yako sebuleni yanaitana kaka dada. Watu wakamtukuza Mungu, wakasema huyu ndiye mfalme wa majeshi. Vinywa vya watu vikanyamaza kimya, wakanyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Ndugu zangu, ngoja niwaambie, jambo lolote tunalofanya kwa Mungu hatupotezi. Wewe omba muda wako ufike. Acha leo wakucheke, acha leo wakudharau, acha leo waone umepoteza. Nataka nikwambie hujapoteza. Wakati utakapofika, mafuriko ya baraka yatakuwa juu yako, na watamshangaa Mungu unayemtumikia, watamshangaa Mungu unayemtolea. Wataziba vinywa, wataachwa midomo wazi, watasema Na ndivyo Mungu alivyomtendea Hana, akampa uzao wa kutosha. Hebu tusome Isaya 54 mstari wa 1 pale na kuendelea. Sikiliza Biblia inasemaje. Hili neno nalipenda sana. Isaya 54. Isaya 54 kwanza mstari wa 1. Sikiliza Biblia inasema, imba wewe uliye tasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako kwa kuimba, piga kelele, wewe usiyekuwa na utungu, maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa, asema Bwana. Panua mahali pa hema yako, na uyatandaze mapazia ya maskani yako, usiwakataze. Ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako, kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na wazao wako watamiliki mataifa,
wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Isaya anasema, imba wewe uliye tasa, imba wewe usiyezaa, paza sauti yako. Kwa nini? Kwa sababu watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko yule aliyeolewa. Watoto wake wa yule ambaye anaonekana anatoa ni kama anabaki hana, ni kama anadharaulika, lakini anasema huyo ndiye mwenye watoto wengi. Haleluya. Na ndio maana maandiko yanasema kwenye Mithali, kuna yule azuiaye isivyo haki huingia uhitaji, huingia umaskini, lakini kuna yule atawanyaye, huyo hutajirishwa. Maandiko yako sawa sawa kabisa. Yule anayezuia anafikiri anazuia kwa kujitajirisha, kumbe anajisikinisha. Na yule anayesema ninatawanya, kumbe ndo anatajirishwa. Na Yesu akasema, mtu yoyote anayetaka kuiponya nafsi yake aiangamize, na atakayesema anaiangamiza, kumbe ndo ameipoteza. Na maneno ya Mungu yalivyo ya ajabu. Mungu ni wa ajabu sana. Anamwambia aimbe asiyezaa. Leo aliyeonekana tasa, leo anahesabika tumboni mwake wamewahi kuishi watoto 6. Aliyeonekana hana uwezo wa kuzaa, leo ana baraka. Unajua hakuna baraka nzuri kama baraka ya watoto. Si useme amina? Si useme amina? Baraka ya watoto ni nzuri, na hakuna jambo linalomshinda Mungu. Kama Mungu anawapa watoto watu waliozeeka miaka 90, itakuwa wewe mwenye miaka 50, mwenye miaka 65, mwenye miaka 70, mwenye miaka 80. Kwani ni jambo gani linalomshinda Mungu? Hakuna jambo gumu kwa Mungu. Lugha ya dunia huwa wanajitia moyo, wanasema kama ulikosa asubuhi ndio utapata jioni. Jioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi huwa napenda kujifunza hata vitu vingine ambavyo watu wanavikataa. Mimi kwa mfano napenda kujifunza kwenye mpira, japo sio mshabiki wa mpira. Wanakwambia mpira ni dakika 90. Ndani ya sekunde moja mambo yanabadilika. Ndani ya sekunde 2 mambo yanabadilika. Mwingine anakuambia umezeeka, ulikosa ujanani, leo umri umekwenda ndo ubarikiwe. Wewe omba tu upate mchai na mkate mezani, uondoke salama mbinguni. Asikudanganye mtu. Mambo ya Mungu ni ya Mungu, tumwachie Mungu. Mambo ya Mungu ni ajabu sana. Kama Mungu shetani alikuzuilia asubuhi, akakuzuilia mchana, kwani hujawahi kuona Yesu wakati anapiga mfano wa yule bosi aliyeajiriwa, akasema wengine waliajiriwa asubuhi, wengine wakaajiriwa mchana, wengine wakaajiriwa saa 11 mwishoni kabisa. Halafu mambo yakageuka. Muajiri alivyokuja akasema haya, pangeni foleni, lakini akianza yule wa saa 11 nianze kumpa ujira wake. Nacheza na Mungu wewe. Mungu hana cha jioni wala cha asubuhi. Akitaka kumtendea mtu anamtendea, na anafanya mambo makubwa. Usikate tamaa. Kama kuna mtu alikuwa anakata tamaa kwa sababu ya umri umeenda, sijui, asikiliza, Mungu hazuiliwi na chochote. Yeye ni Mungu anayejitegemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama shetani alizuia kwa watu kukosa maarifa. Unajua kutokuwa na maarifa ya Mungu nayo pia huaga ni kazi. Huaga ni kazi. Sawa sawa. Unajua mtu aliyekosa maarifa ya Mungu kwenye wokovu ni sawa na ng'ombe ambaye toka azaliwe anafungwa kwenye kamba, kwenye mti. Nyasi analetewa hapo, maji analetewa hapo. Yeye amezoea kuishi hapo, anajua hapo ndio kwao na hapo ndo kafika. Huyu ng'ombe anakuwa mpaka anakuwa mtu mzima kabisa. Siku moja
nenda ukamfungue kamba, mwambie kwamba nimekufungua kamba, sasa ondoka. Atakuwa anazubaa, anajua bado kafungwa, maana kila huwa akitaka kutoka kamba inamzuia asitoke. Kwa hiyo hata ungemfungua kwamba uko huru, nenda popote unakotaka, vuka viwango, atabaki anazunguka pale, anajua bado kafungwa, kwa sababu ndio maisha aliyozoea. Kukosa maarifa ya Mungu ni sawa na mfugo aliyefungwa toka utoto, hajui mahali pa kwenda. Lakini ninakuombea neema hii, Mungu akupe maarifa ya kuuelewa muda uliopangwa na Mungu kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu anatupenda sana sana. Mungu anatupenda sana, ni kiasi cha wewe kumtangazia tu adui kwamba kama ulinizuia hiki, muda wangu ulikuwa hujafika. Lakini chukua tendo la imani, mwambie sasa muda wangu umefika. Haleluya, muda wangu umefika, muda wangu umefika. Mtumikie Mungu, fanya kazi ya Mungu bila kuangalia nani anasema nini. Mtumikie Mungu bila kuangalia mwingine anasemaje, mwingine anataka nini. Wewe mche Mungu, mtafute Mungu, tenga muda mtolee Mungu, mfanyie Mungu ibada, fanya vyote vinavyohitajika. Halafu utamshangaa Mungu mambo anayefanya ya ajabu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi ninauona huu ndio muda wa watu hata kuvuka mipaka. Kuna mtumishi wa Mungu asema nataka tufanye mkutano ambao haujawahi kufanyika. Haya ndio maneno ya watu wanaomtumikia Mungu. Haleluya kabisa. Huu ndio muda, waliolala waamke. Huu sio muda wa kulala tena. Yaani huu ndio muda. Sikiliza, maandiko yanasema ni kwenye Ayubu, anazungumzia sema simba mzee huwa anaangamia kwa kukosa mawindo. Yaani simba mzee kwa sababu nguvu yake inapungua. Lakini huyu simba mzee umkute jioni, uone kama utamuona kama mzee wakati wa kwenda kulala. Anajua hapa nikizembea hapa kupata mawindo, wenda na kufa na njaa. Omba usikutane na simba nyakati za jioni. Hata angekuwa mzee anatembea anajivuta, ukimbiaji wake sio wa kawaida, kwa sababu anajua huu ni muda wa kwenda kulala. Lazima niende na maokoto nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kumuona tena kama ni mzee. Wakati wa jioni iwe wakati wa mchana, sisi kama kanisa inatakiwa tuchangamke. Inatakiwa tuchangamke. Ukisoma kitabu cha Hagai ile moja, Hagai anawaambia wana wa Mungu, anawaambia msiseme huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Msiseme huu sio wakati. Hapana, huu ndio wakati wa kulijenga hekalu la Bwana. Yaani kwa Mungu usiseme huu sio wakati. Kwa Mungu majira yote, wakati wote, ni wewe tu kuamua. Mungu hazuiliwi na kitu. Mungu hazuiliwi na kitu. Muda wote utakaposema huu ni muda nataka nifanye hiki kwa Mungu, mbingu ziko wazi. Mbingu ziko wazi. Lakini kwa Mungu usiseme huu sio wakati wa kufanya hiki. Huu sio wakati wa kutoa hiki. Huu sio wakati wa kujenga. Kwa Mungu wakati wote uko free. Mlango uko wazi. Usikiage tunaimba hata na tenzi, liko lango moja wazi, halijafungwa. Lango la Mungu liko wazi. Ukiona limekuja kufungwa, ujue hatupo duniani tena.
lakini kwa sasa mlango uko wazi kwa ajili ya maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Naomba tusimame. Simama pale ulipo. Nimkaribishe Mama Bishop. Amen. Bwana asifiwe. Basi wakati huu naomba praise and worship team tapita mbele, tumwabudu Bwana, kisha mtoaji wa neno atarudi tena kwa ajili ya kutuongoza kwenye maombi. Kuna maombi ambayo yako general, kama nilivyosema tutaomba sawa sawa na neno la Mungu. Kila mmoja anajijua jinsi anavyoenenda na Bwana. Yamkini umeona muda umepita, yamkini umekata tamaa, lakini jioni ya leo tumeachiliwa nguvu mpya na tumaini jipya. Bwana asifiwe. Lakini pia tutaomba kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Mtumishi wa Mungu utatuongoza pia kuombea nchi yetu ya Tanzania. Pia tutaomba kwa ajili ya kanisa letu. Bwana asifiwe. Tukiombea ujenzi, tukiombea fedha zinahitajika. Bwana asifiwe. Lakini hatimaye tutaomba pia, mtumishi wa Mungu atatuongoza katika maombi binafsi. Basi wakati huu naomba tuabudu. Baada hapo basi mchungaji Amos atakuwa anapita mbele kwa mtiririko kama nilivyoeleza na jinsi Roho wa Mungu atakavyokuongoza. Karibu praise. Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Jehova? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Masia? Nani kama wewe? Wakutuinua nyakati zote. Ni nani? Nani kama wewe? Kimbilio kama wewe. Ni nani? Nani kama wewe? Ninasema hakuna tena. Ninasema hakuna. 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 Kwenye nguvu hakuna tena. Kwenye nguvu hakuna. Hebu nenda mbele za Bwana. Nenda mbele za Mungu. Kila mmoja nenda mbele za Mungu. Ombea taifa letu la Tanzania, ombea taifa la Israeli. Kila mmoja omba. Baba yetu, Mungu wetu, tunakuinua tena, Mungu wa miungu, Falme wa falme. Wewe umejiita ni Mungu mkuu kuliko miungu yote. Baba, angalia tunaliinua taifa la Israeli. Tunaliinua mbele za uso wako. Ni taifa ambalo Mungu teule kwako, ulilolichagua, ambalo kwanza hapo lilianza kama familia. Ukambariki Ibrahimu, wakatokea makabila 12. Bado kana itoshi, ukalifanya kuwa taifa. E Bwana Mungu wa mbingu na nchi, tunaomba tenda jambo kwa taifa la Israeli. Bwana, waachilie neema yako. Mungu, simama pamoja nao. Mungu, ukiwabariki na kuwatunza. Bwana, vita yao simama upande wao, kwa maana ulisema Mungu, vita yao itakuwa ya kwako, wala hawatapigana wao, ila Mungu utasimama kupigana na adui zao. Nasi jioni ya leo tunakuomba Mungu, simama ukipigana na vita yao. Lakini pia tunaliinua taifa letu la Tanzania. Bwana Mungu, tunalileta mikononi mwako. Umetupa taifa zuri na nchi nzuri. Baba, tunaileta nchi hii. Tunaomba Mungu, fanya jambo katika nchi yetu ya Tanzania.
ukaiachilie amani tele, ukaibariki nchi yetu ya Tanzania, ukibariki hata serikali yetu ya Tanzania, ukibariki hata viongozi wetu wa serikali, ukiwapa hekima na maarifa mazuri. Bwana Mungu, adui asipate mlango kwao, kwa maana umesema moyo wa mfalme ni moyo unaoongozwa na Bwana. Mungu, hatumpi shetani nafasi katika nchi yetu ya Tanzania. Kamata mioyo ya wafalme, kamata mioyo ya viongozi wanaosimamia taifa la Tanzania, kwa kuwa wamepewa dhamana Bwana kuiendesha Tanzania. Wewe Mungu, naomba ukatusaidie, ukalisaidie hata kanisa lako, ukalisaidie kanisa la ulimwenguni, ukalisaidie kanisa Tanzania, ukalisaidie kanisa la Mito ya Baraka. Bwana, tukiwa hapa Mwokozi, tunakuhitaji wewe, mfalme wa ajabu. Mungu, tunaomba ukatujirie watoto wako, ukambariki askofu wetu mkuu Mzee Bruno Mwakiborwa, pamoja na mama askofu, pamoja na makamu askofu, pamoja na maaskofu wote, pamoja na wachungaji wote, pamoja na wazee wa kanisa, pamoja na mashemasi wote, pamoja na waimbaji wote, pamoja na wainjilisti wote, pamoja na watumikao wote mbele za Bwana, wapiga vyombo, hata wasimamizi wa vyombo. Bwana, kila sekta, watu wa IT, wewe Mungu, mkono wako usituache, mkono wako ukatuinue. Bwana Mungu, muda wako ufike kutujiria tena wa Tanzania, kutujiria taifa lako zuri, kutujiria watu wa mahali hapa, ukatujiria Mito ya Baraka. Bwana, muda wake ndio huu wa kukuinua Yesu Kristo, wa kufanya mambo makubwa. Angalia, tunao ujenzi Bwana, ghorofa 5 tunahitaji zipande juu. Mungu wetu, wewe ndiye bosi, wewe ndiye unayesema na mioyo ya watu. Inua mioyo ya watu Bwana, wakutumikie katika ujenzi huu. Watu wasione shida kuwekeza sadaka zao, watu wasione shida kukutolea Mungu. Mioyo yao Bwana ikafunguke, watu wajue kukutolea, na wanapotoa wasione kupoteza, bali wakauone mkono wako, kama lilivyo jina la Mito ya Baraka. Mito ya Baraka ikaachiliwe juu yao. Wote wanaokutolea katika nyumba hii, wote wanaokutolea kwenye madhabahu hii, Bwana, amuru Mito ya Baraka kwao. Mito ya Baraka ikatembee kwao, waone Mito ya Baraka kazini kwao, waone Mito ya Baraka familia zao, waone Mito ya Baraka kwenye ndoa zao, waone Mito ya Baraka kazini kwao, waone Mito ya Baraka kwenye vipato vyao. Mungu, ukabariki uchumi wa watu wako, ukafungue madirisha ya mbinguni, ukafungue baraka tele Bwana. Wale walio na hali ya chini, Mungu, kupitia utoaji ukawabariki, hata wale waliobarikiwa zaidi. Mungu wa mbingu na dunia, mhubiri amesema hakuna mtu anayeshiba pesa, hakuna mtu anayeshiba baraka, hakuna mtu anayesema basi yatosha. Mungu, kila mtu anahitaji kubarikiwa. Bwana, inua mioyo ya watu wako, wazidi kuteka baraka kwenye nyumba hii, wazidi kuteka baraka Mito ya Baraka. Waone mkono wako ukitembea, waone fadhili zako zikitenda makuu, katika jina la Yesu aliye hai. Baba Mungu, ukibariki vipawa vya watu, ukiwainua waimbaji, ukiwainua wahubiri, ukiwainua wainjilisti, ukiwainua wachungaji, ukiwainua wazee wa kanisa, ukiwainua maaskofu, ukiwainua sekta zote, wapiga vyombo na watu wote. Mungu wa mbingu na dunia, mkono wako usitupungukie mahali hapa. Kila mmoja Bwana akili aseme hakika ya kwamba tumemuona Bwana mahali hapa, maana hapa ni jito lisilokauka, maana hapa ni jito lisilokauka, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, nyesha mvua ya baraka, nyesha mvua ya mafanikio, nyesha mvua ya baraka katika damu ya Yesu Kristo. Wewe ni Mungu unaishi. Ulisema utatubariki tuingiapo, utatubariki tutokapo. Tunakuhitaji mfalme wa amani, tunakuhitaji Mungu mwenye nguvu. Baba, simama na madhabahu yako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu aliye hai. Kila mmoja atainua hitaji lake mbele za Bwana. Angalia lile unalowiwa moyoni mwako,
Angalia lile unaloona hili Bwana linanihangaisha. Hebu jioni ya leo muinulie hitaji hilo kwa imani. Mwambie Mungu, hitaji langu hili. Angalia nimekuja nyumbani mwako. Nisiondoke hapa kama nilivyokuja. Nisiondoke hapa kama nilivyokuja. Hili hitaji langu Bwana ninaliinua mbele zako kwa imani. Na Mungu ataangalia moyo wako. Na Mungu ataiona imani yako. Kwa namna ambavyo unainua imani yako. Na kwa namna ambavyo Mungu anaenda kukujibu. Hebu lipeleke hitaji hilo mbele za Bwana. Baba yetu na Mungu wetu, angalia yako mahitaji sahihi. Mahitaji watoto wako wameyainua, wameyapeleka mbele zako Bwana. Kwa maana nyumba hii Mungu wakati inajengwa, ulimwambia Sulemani ya kwamba watu wangu watakapopata lolote, watakapopata shida, watakapopata njaa, watakapopata mahitaji, waje katika nyumba hii. Nao watasimama mbele ya nyumba hii. Nao wataomba kuelekea nyumba hii. Nao watalitaja jina la Bwana. Na Mungu umesema utakuwa hapo. Na Mungu umesema utajibu mahitaji ya watu wako. Hata kama awe mgeni amekuja, Mungu umesema utasikia maombi yao. Mungu, nyumba hii kwa sababu ni nyumba ya sala, ni nyumba ya ibada ya watu kuinua mahitaji yao. Mungu kamtendee kila mmoja kwa kadiri ya uhitaji wake. Kwa kadiri ya uhitaji wake. Kwa kadiri alivyoinua hitaji lake. Mungu naomba ukamtendee katika jina la Yesu Kristo. Nami ninaamuru uweza wa Mungu ukutembelee kwa jina la Yesu. Uweza wa Mungu upite kwenye mahitaji yako. Nguvu ya Mungu itembee kwenye hitaji lako. Uweza wa Mungu utembee hapo ulipo. Uweza wa Mungu ukuguse hapo ulipo. Mkono wa Mungu ukuguse hapo ulipo. Mungu akujibu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu ayajibu mahitaji yako. Mungu akujibu kwa damu ya Yesu Kristo. Katika jina la 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 Yesu aliye hai. Baba, tunaendelea kukataa roho za mauti katika nchi yetu ya Tanzania. Tunaendelea kukataa roho za mauti nyumbani mwetu, roho za mauti makazini mwetu, roho za mauti mabarabarani, roho za mauti mahospitalini. Mungu, tunazikataa katika jina la Yesu Kristo. Tunaifukuza roho ya mauti, iondoke mipakani mwetu, iondoke malangoni mwetu. Tunaikataa kwa jina la Yesu. Tunaikataa kwa jina la Yesu. Tunaikataa kwa jina la Yesu. Kwa maana Yesu bado unatuhitaji. Kwa maana Yesu bado unatuhitaji. Kwa maana Yesu bado una haja na watu wako. Kama ulivyowatuma wale wanafunzi waende kijiji cha pili kinachowakabili, ukasema wakamfungue punda na mwanafunda. Halafu ukasema wenyeji watakapowauliza, ukasema waambie Bwana ana haja nao. Mungu bado una haja na watu wako. Mungu bado una haja na wababa wale. Mungu bado una haja na wamama wale. Mauti haina nafasi kwao. Ewe mauti, huna nafasi, huna kibali cha kukatiza uhai wa watu hawa. Tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa maana Mungu bado ana mpango nao katika jina la Yesu aliye hai. Maana wengine wako kule nje. Mungu umewaamuru kuja kujenga hekalu lako. Bwana, bado una haja nao. Maana wengine wana vipawa vizuri. Maana wengine Mungu wana haja kutumika. Lakini Bwana, tunapokuomba jioni hii, Bwana, tuondolee roho ya mauti isifanikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Ukatujalie uzima na amani. Ukatujibu sawa sawa na tulivyoomba na kila mmoja alivyoomba katika jina la Yesu aliye hai. Karibu mama. Amen. Amen. Tumepokea kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni awabariki. Wakati mtakuwa namkaribisha kiongozi wa zamu kwa ajili ya kuomba.